طيب, kuna suala la walau an ta'adda bi asli ashajara, pale imekuja haina maana kwamba sasa mimi naona makundi yamekuwa mengi, hawa wasema hivi, hawa wasema hivi, basi twende wakae huko chini ya mti porini, mkae huko. Muradi si kwamba watu wajitenge wakae chini ya miti, bali maana yake ni kuhimizwa watu kutoka nje ya jamaa, unakoingia katika firaq, walazimiane katika jamaa na jamaa. Na watu kulazimiana na jamaa, moja katika maana zake ni watu kushikamana na ilmu na kushikamana na ahlul ilmi, ulama kibar, mujtahidun, kushikamana na njia yao, wale waliosimama katika haki, katika maulama as-sunna na mwenendo wa as-salaf, mwenendo wa as-salaf salih ambao ndio as-sahaba wattabi'una lahum biihsan. Ndio maana yake. Haina maana kwamba wewe ujitenge na ujinga wako, utafuti ilmu baada ya kudhihiri fitna, ukiambiwa mimi siko katika kundi hilo, mimi siko katika kundi hilo, ukaona kwamba kuyaepuka yale makundi yanayojulikana utakusalimisha wewe kuwa katika na kukufanya katika salama. Pengine hivyo unavyofanya waanzisha kundi, hivyo unavyofanya kwa ujinga wako ikawa na wewe umeanzisha kundi lako. Alafu kitu kingine ambacho wanaochuoni wanakizungumza, je, inawezekana ikaepukana na zama na jamaa? Inawezekana? Au mahali panaweza kuepukana na jamaa? Wanaeleza kwa mujibu wa hadithi at-taifatul mansura, kwa sababu kutakuleta maelezo katika mambo ya hadithi kama hivi na mambo ya kisheria, lazima ukusanye nusus za kisheria zilizokuja zote mahali pamoja katika mlango huo, kisha kusanya uzitazame kwa pamoja, ndio ulete tafsiri ya sawa sawa. Sasa tafsiri ya sawa sawa inaeleza ya kwamba la yakhlu zamanu min jamaa, wakati hautaepukana kuwepo jamaa. Kila wakati litakuwepo kundi la Waislamu lililokuwa katika haki, hilo jambo halitakosekana. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu at-ta'ifatu min ummati dhahirina ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amrullah. Halitaacha kuwa, kwa maana litaendelea kuwepo kundi katika umati wangu likiwa juu ya haki, lenye kushinda, hali ya kuwa lenye kushinda likiwa liko juu ya haki. Hawatawadhuru wao watakao wapinga, hawatadhurika na upinzani, wala hawatawadhuru wao wenye kuwanyima nusra. Kwa maana hata wale ambao walikuwa wana uwezo wa kuwanusuru na kuwatetea na kuwatia nguvu katika jambo lao, wakaamua kujitenga wasiwanusuru, pia hawatawadhuru. Kundi hili litaendelea kuwepo na litashinda mpaka itakapokuja amri ya Allah. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii, wanawachuoni wanaeleza kwamba la yakhlu zamanu min aljamaa, yani at-taifatu al-mansura, hakuna zama zozote isipokuwa kutakuwepo na jamaa. Lakini inaweza kukosekana katika miji au baadhi ya maeneo, kinyume na maeneo mengine. Inaweza kupatikana katika nchi fulani kuna viongozi, yani aimmatul muslimin, viongozi wa Waislamu katika mahali fulani, wanaohukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna al-umara na kuna al-ulama almutamassikuna bilhaq wa bihi ya'dilun, wenye kushikamana na haki. Inawezekana katika mahali likawepo jambo hilo na sehemu nyingine lisiwepo, lakini ni lazima kuwepo na jambo hilo katika baadhi pingine, na itakosekana baadhi nyingine pingine. Hakuna, haikuambiwa kwamba lazima dunia nzima iwe hivyo. Umeeleweka hapo? Kwa maana hakuna wakati ila kutakuwa na jamaa. Pengine pakawa na mapungufu haya na yale na yale,
ambayo ayaathiri katika ule muhimili na msingi wa aqida, al-mu'taqad as-sahih, uko mu'taqad as-sahih na sharia ya Allah iko, pamoja na udhaifu na mapungufu yaliyopita, lakini jamaa iko. Na hii ndio kauli ya sawa sawa, na hii ndio kauli iliyo sahihi, kwamba la yakhlu zamanun min aljamaa, kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina ala alhaq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amru Allah. Wa hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kuna tofauti, watu wanafahamu tofauti katika maana aljamaa. Kuna ambao wanaona kwamba miongoni katika tahdidi ya maana aljamaa, wanaona maana yake ni kundi ambalo zimeafikiana juu yake rai za Waislamu juu ya kiongozi mmoja aliyepewa bai'a. Ndio maana yake. Kuna watu wanaona hivyo, na wakasema ni wajibu juu ya Waislamu kutoa juhudi na kuhangaika kumtafuta kiongozi, kuunda kundi na kumweka kiongozi amiri. Kwa juhudi yao ikawa sasa wao wanahangaika wakipita kila mji na kila mtaa na kila mahali, wakiwataka watu wakusanye uongozi, watengeneze uongozi au waweke dola. Juhudi yao katika kutafuta dola. Kila atakamwambia sasa, bwana kuna hivyo, hakuna dola bwana, lazima tutafute dola kwanza. Dola ikija vitu vyote hivi vitaondoka. Basi watu hawaswali jamaa, hakuna dola bwana, kwa sababu hakuna dola, mambo yote hayo, tutafuteni dola kwanza. Watu wafanya shiriki, dola kwanza. Kuna watu wanafahamu maana ya hadithi hii kwamba kwanza watu watafute jamaa, alafu ndio tansibu al-imam. Baada ya hapo sasa ndio mambo mengine yaendelee. Hili ni kundi katika Ikhwanul Muslimin, wana fikra hizi, pamoja na watu wanaoitwa Hizb at-Tahrir, kwa sababu hawa ni ndugu. Huyu ni mtoto Hizb at-Tahrir, amezaliwa na Jamaatul Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, wamemzaa huyu. Baada ya kuwa zile takhtitati zao al-Ikhwanul Muslimin zimeshindikana, wale walianza 1928 mpaka mwanzoni wa miaka 50 ndio likazaliwa kundi la Hizb at-Tahrir. Kazaliwa Hizb at-Tahrir. Sasa Hizb at-Tahrir na ulioanzisha ni watu wanaotokana na Ikhwanul Muslimin, wakaanzisha chama cha ukombozi. Lengo lake ni kutafuta jamaa, yani kwa maana dola. Na wale Ikhwanul Muslimin wanaolingania kwenye tauhid al-hakimiyya, ambao ni mrengo wa kina Sayyid Qutb. Kadhalika al-Khawarij au ahlu at-takfir, na ndio madhhabu ya Mu'tazila. Lakini vile vile al-Jama'atu at-Tabligh al-Hindiyya, jamaa ya tablighi ya ibara Hindi huko, wao wanakwenda na maslaki hiyo. Na kadhalika Jamaatu Tanzim al-Jihad wal-Hijra al-Misriya, kundi hilo pili na maslaki hiyo, na Tanzimu al-Qaida na wengineo. Tafuta kiongozi lazima awepo, alafu bai'a, alafu mambo yasiendelee. Na kila mmoja ana maslaki yake khasa, maslaki khas kuhusiana na jambo hili la kufikia daula. Walhadithi yatul, maneno yatakuwa atarefuka tukianza kusherehesha kitu hicho. Mafhumu ya pili, kuna watu wanaona kwamba muradi wa hii jamaa iliyokusudiwa ni hizi aljamaatul qaima au aljamaatul islamiyatul qaimatul an, haya makundi ya Waislamu ambayo yako hivi sasa, walingania kwenye umoja, basi waungane, tuwe hivi tuwe vile. Wakawa wanalingania kwenye umoja pasi na kuangalia misingi ya umoja katika Uislamu. Tuwe kitu kimoja tu, mambo mengine tuyaache mbele ya safari, yataungana huko kwa huko.
hawa pia ni katika sehemu ya Ikhwan al-Muslimin, na ndio sehemu kubwa ya Ikhwan al-Muslimin, na ndio dawa ya Hasan al-Banna, ndio tariqa aliyopita Hasan al-Banna. Hivyo hivyo na jamaati nyingine kama Hizb ut-Tahrir pia wana maslaki hiyo.